inaongelelea kuhusu kupaza sauti. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda katika kitabu cha Mark. Tuende katika kitabu cha Mark. Tukisomana pole. Mark 10 mstari wa 46 hadi wa 52. Mark 10 42 mstari wa 42 tutafika 50. Yaani 46 mstari wa 46 tutafika 52. Okay. Mark 10 mstari wa 26 inasema 46 inasema hivi. Wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Batimayo yule muombaji kipofu alikuwa ameketi kando ya njia. 47 Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, Mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. 48 Na wengi wakamkemea ili anyamaze, lakini alizidi kupaza sauti, Mwana wa Daudi unirehemu. 49 Yesu akasimama akasema, mwiteni. Wakamuita yule kipofu, wakamwambia, jipe moyo, inuka, anakuita. 50 Akatupa vazi lake, akaruka, akamwendea Yesu. 51 Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Yule kipofu akamwambia, Mwalimu wangu, nataka nipate kuona. 52 Yesu akamwambia, enenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni story ambayo ni ya Yesu, ambapo alikuwa anatembea mji fulani pale. Na wakati alikuwa anapita katika umeitwa mji wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati alikuwa anapita mahali hapo, kulikuwa na umati mwingi sana ulikuwa ambapo unamfuata. Wengine walikuwa wanamuita majina tofauti. Wanamuita mwana wa Mungu, wengine wanamuita hivi, wanamuita mwalimu, wengine, yani sauti zilikuwa mingi. Lakini katika hiyo umati, maandiko yanatuambia kulikuwa na kipofu kimoja ambaye kilikuwa kinaitwa Batimayo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alikuwa katika hiyo umati, alikuwa anasikia watu tu akisikia tu, ni kama alikuwa anasikia hapa kuna mkombozi, hapa kuna mponyaji, na yeye tu ako tu hivi aoni, anauliza ako wapi. Ikabidi sasa aweze kupaza sauti na kuitana, Yesu Mwana wa Daudi, njoo unirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Na kelele njuu zilikuwa mingi katika ile umati wa watu, lakini Yesu aliweza kunguzwa na sauti ya Batimayo. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anasikia sauti mingi, lakini ya Batimayo ilikuwa tofauti na sauti zingine. Bwana Yesu asifiwe. Ndio aliona hiyo ni sauti ya mtu ambaye anamuita akiwa na, yani amemuita akiwa na maanisha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kuita Yesu ukiwa na maanisha, na kuna kumuita ukiwa na mchezo. Bwana Yesu asifiwe. Sauti ya Batimayo aliitana Yesu Mwana wa Nazareti. Bwana Yesu Mwana wa Daudi, njoo unirehemu. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo sauti ikaweza kunguza Yesu akiwa pale anapita, mpaka Yesu akangeuka na akasema, mleteni mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakamwambia, wanafunzi wake akamwambia, njoo, amuka, anakuita. Na wakati Batimayo aliweza kukaribia Yesu, hakuwa anamuona, aliweza kuulizwa na Yesu, unataka nikufanyie nini? Akamwambia yeye anataka kupona. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona tu hata tukiendelea katika maandiko akifanya, aliweza kutengeneza tope. Sijui kama hiyo tope alitengeneza na maji ama alitengeneza na maji. Alitengeneza tope na kumpaka katika macho yake, na Batimayo akaweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kupaza sauti kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna sauti unaweza itana nayo, lakini ukwe haipokelewi na Mwenyezi Mungu, lakini kuna sauti unaweza ipokea. Kuna jambo ambalo unaweza kuliona inaweza kuitaniwa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na usikubali kunyamazishwa na chochote. Batimayo alinyamazishwa na watu, lakini hakunyamaza, kwa sababu alikuwa anajua akiitana, ili sauti nikiitana huyu
ambaye anafuata na watu namsikia kwa masikio na simuoni, ataweza kuniponya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nasikia mwana wa Daudi alisema, mwana wa Daudi njoo unirehemu, na sauti ikaweza kumfikia Bwana. Na hiyo sauti unaweza kuitana. Unaweza kuwa umeanzisha jambo lako lakini unaona haiendi, unaona ambayo imezindikana. Unasikia hapa kuna masauti mingi ambazo zitakukujia, zitakuambia ambayo wewe hii jambo umeanzisha hautaweza. Hata hii utaanza kuambiwa katika hii hapa umefungua kazi, kulikuwa na mwingine alikuwa mahali hapa na hakufaulu. Hizo ni sauti ambazo zinakunenea katika masikio yako, zinakuingia ndani yako. Hizo ni sauti ambazo zinaweza zinakupeleka chini. Bwana Yesu asifiwe. Usisikilize hiyo sauti. Bartimayo hakunyamazishwa na sauti yoyote, bali alizidi kuitana ili Yesu aweze kumsikia. Bwana Yesu asifiwe. Unastahili kuitana kwa Bwana. Ukiamua itana tu na usikie sauti moja. Usimame na hilo jina ambalo ni la Yesu. Usisikie sauti zingine ambazo ziko hapa kando. Hizi sauti zitakupoteza. Hata kuna wengine watakwambia usiende Kamote, upage huku uone wateja wengi. Wengine watakwambia usifanye hivi ili wateja wakuwe wengi. Wewe unajipata kila asubuhi unazunguka na tumaji zenye hatujui tumewekwa nini, unamwagilia na si anointing, sijui unaandaa nini huko katika kazi. Kumbe ni vitu ambavyo ulipatiwa. Wewe ulikuwa hata umechukua uamuzi wa kuita jina la Jehova, lakini masauti zingine zimekukujia. Bwana Yesu asifiwe. Zimekukujia ambazo zinakuonesha hii njia sio mzuri, hii ndio mzuri. Huyu Yesu hata pengine atakwambia huyu Yesu asaidii, fulani alienda kuomewa hakusaidika, kuja nikuonesha mahali ambayo utasaidika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati huyu jamaa alikuwa anaishi kando ya maji. Alikaa miaka 30, zingine 30 ama ni ngapi. Alikaa pale miaka mingi sana akingoja tu. Alikuwa anangoja tu malaika akiingia, akienda kuingia na yeye. Malaika akikuja, akienda kuingia mwingine anaingia. Kila akienda kuingia mwingine anaingia. Akawa ni kama ni vizuizi, ako tu hivi kama kamilioni, niende nisiende, niingie nisiingie. Yeye alikuwa tu hilo. Miaka ikaenda ikafika miaka mingi sana kwa sababu ya sijui ni kukosa kukua na uamuzi wa mara moja nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wakati Yesu alipokuja mahali pale, alimuuliza unataka aje? Na badala aseme mimi nataka kupona, alianza story, nimekaa hapa kutoka wakati ule mwingine, sijui ni wakati mgani, na wakati nataka kuingia mwingine ataingia. Yeye alikuwa na mambo mengi, story mingi, na Yesu hakutaka hizo story. Alitaka tu atamke ya kwamba nataka kupona. Yesu akaona huyu ako na story mingi, akamwambia beba mikeka zako na uende. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tu yeye angetamka tu anataka kupona, lakini story mingi. Hivyo ndivyo katika Wakristo wengi wananaswa na story mingi. Story uko nazo mingi ambayo unaweza anzisha kitu lakini upate story, mambo yani masauti ni mingi, yani mawaidha ni mingi katika maisha yako. Wewe hausikilizi sauti ya Bwana, wewe umechanganya mambo. Watakwambia story, unaweza hata ambiwa hata maombi ama tuseme for example umekuwa mgonjwa, uende kwa mchungaji akuombee, na badala ubebe hiyo imani hiyo maombi na useme nimepona kwa jina la Yesu, utarudi pale nyumbani na ukitembelewa na maybe kuna mtu rafiki atakutembelea akuulize ulipoombewa unasikiaje. Utamwambia wengine unasikia, unasema aje, niliombewa lakini hapa bado nasikia uchungu. Hata uwezi kusema nimepona katika jina, hata kama banasikia uchungu, unafaa useme nimepona katika jina la Yesu. Ama saa zingine useme aje, hata hiyo maombi haikunisaidia, imani hauna. Vile umesema haijakusaidia, already haijakusaidia kwa sababu umesema na neno inaambiwa iko na nguvu na haitakusaidia. Wacha nikwambie, hivyo umesema haikukusaidia, haitakusaidia hata ukiombewa juu imani hauna. Bwana Yesu asifiwe. Hizo sauti ndio tunafaa tuachane nazo na tupaze sauti moja tu ya kuitana kwa Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Tuitane tu kwa Mungu peke yake. Haleluya. Tuondoke sauti ambazo ziko kando.
Haleluya. Hii dunia ni kama chakula ambalo haina chumvi. Chakula ambalo haina chumvi haikuangi na ladha. Ambia Bwana akusaidie usikose ladha. Unaweza kaa kuwa tu hapo umeokoka lakini hauna ladha mbele za Bwana. Yesu ulitema kitambo. Yaani ulisha ladha kitambo mbele za Mungu. Na ndivyo hata huku duniani kuko hakuna ladha. Ukifuata mambo ya hii dunia, yaani dunia mambo ya dunia ni mazuri ukiingia. Lakini mwisho kuna hatari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni unafaa tu kujitenganisha nayo. Useme tu nasimama na Yesu. Nasimama na Yesu. Hata nikiona aje, mimi nasimama tu na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na uchunge sana kubadilishiwa. Wakati mwingine tunabadilishwa na Sunday tukaombiliwa na Pastor Simon ya kwamba kuna kubadilishiwa. Tuchunge tusibadilishwe. Mavazi yetu. Vazi ni gani? Vazi ni lile ambalo liko ndani yetu. Yaani ni kile ambacho kiko ndani yetu ambacho tumesema tuko naye Yesu Kristo ndani ya mioyo yetu na tumeokoka. Lakini hapo ambapo anakupea neema ya maombi, anakupea neema ya mahubiri, anakupea neema ya kuimba, yani praise and worship uko sawa, lakini kulingana na zile njia ambayo naendana nazo na marafiki ambao uko nao. Marafiki si wabaya, lakini za zingine tunafaa tuchunge. Hata kama Biblia tunaongelelea mambo ya marafiki, si eti tunawakataa, tuko nao, lakini ni kuchunga huyu rafiki ni aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kuwa na rafiki ambayo yeye ulimi wake unatamkanga tu maneno, yani maneno machafu. Huyo mkanye na asiposikia muondoe. Bwana Yesu asifiwe. Muondoe. Tuliambiwa kuna dramu zimejaa mahali. Wakati umeanza masengenyo unapunguza dramu mahali ya masengenyo kwa huko kwa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Muondoe. Kama hautamwambia neno, hautamkataza na akose kusikia, huyo muondokee tu kwa roho nzuri juu anaendelea tu na kuondoa kile ambacho kiko ndani yako. Kama ni maombi uliye nayo ndani yako, utapata, kwa sababu hizi story anakuja nazo juu atakuja uliona fulani, ulimuona aje, alivaa aje, na alimwona na yule mwingine ulimuona aje. Sasa mtakuwa mnashindia hivyo. Maombi inapungua. Tuseme sasa uendi kazi, unjipate kutoka asubuhi ni story mnaona jua, hata mmekuwa weusi juu ya kushinda kwa jua, mnaona jua ni story. Acha nikwambie, ulikuwa mweupe umekuwa mweusi juu ya kushinda kwa jua. Ni story hata hazina utukufu kwa mbele za Bwana. Mungu asikie. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu ya nini? Na hiyo inachangia nini? Inachangia sasa kupunguza maombi ambayo ulikuwa nayo. Kama ulikuwa unasoma neno, hata hauna time ya kusoma Biblia katika nyumba, kwa sababu ukiamuka unafikiria tu tukaote njoo na fulani. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo kama haya ndio inapunguza kile Mungu ambacho ameweka ndani yako. Hizo vitu ndio maandiko zinatuambia tujaribu tuondokee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu watu kama hao ni wale ambao wanakejeli Mungu ambaye aliye ndani yako. Naye Mungu anasema aje, watu kama hao watafanya kama mauti, hata yapepe, yaani anaweza kuyapepelusha na kiupepo yene. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wao kazi yao ni kudharau Bwana. Wakati unatuziwa na huyo kofu wako, huyo mtu anakuanga amedharau Yesu aliye ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo watu kama hao tuwafozi vile tutakana wao, tuwakate hizo maneno zao na kitambo. Bwana Yesu, kitambo kabla Yesu ambaye aliye ndani yako hajadharauliwa. Alidharauliwa wakati alikuwa anakutafuta, na leo ushapatikana na wewe mtu wa kumtetea. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo wakati hakuwa ako na mtu wa kumtetea, na hata kama angemtetea haingewezekana, kwa sababu ilikuwa imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa imeandikwa atapitia hiyo hadi msalabani ili tupatikane. Kwa sababu naye Mungu alikuwa anafanya nini? Alikuwa ameamua kumalizana na ulimwengu na wanadamu wote, kwa sababu walikuwa tu wanamuudhi. Ukiangalia katika shambani la Edeni, Adam na Eve akamkosea, Nuhu akamkosea. Sasa Yesu Mungu alikuwa amekasirika, na wakati sasa kuliulizana ni nani nitakaye tuma duniani akaweza kukomboa watu, Yesu mwenyewe akajitokeza. Yesu mwenyewe alijitokeza. Hata unaona kuna mahali alienda akaomba, akaambia Mungu, ikiwezekana niondolee hiki kikombe, lakini hakingeondolewa kwa sababu sasa ilikuwa mpaka itimie pale msalabani.
ili tuweze kukombolewa. Na ndio maana sasa hivi tunakaa kwa jina la Bwana na la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tupaze sauti kama ya Fatimayo kwa mambo zetu, kwa watoto wetu tupaze sauti. Saa hii huwezi kusema kuna mtoto ako afadhali, huwezi kusema msichana ndiye ako afadhali, huwezi kusema kijana ndiye ako afadhali. Saa hii generation iko shetani amekaa hivi kuinaza. Bwana Yesu asifiwe. Na ni sisi wazazi tujue vile tutawaitania kwa Bwana, tujue kama vile tutawaitania kwa Bwana. Usije ukaota eti kijana yako alikuwa anazunguka na kingunia. Unaona kijana yako amezunguka na ngunia na ni roho ya uchokola. Asubuhi ukiamka mwambie, umuona kwa mchafu, mwambie wewe unakaa aje? Ona vile unakaa chokola. Hata niliota ukiwa unakaa chokola, tayari umeanza kuachilia roho. Badala wewe mwenyewe uikemee hiyo roho, useme mtoto wangu hatakuwa chokola, unaanza tata kumwachilia utakuwa chokola. Umeanza tena kuunganisha hiyo ndoto na usemi, sasa zinakuwa na nguvu katika hiyo mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ni kuoneshwa tena na wewe uamke katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Uitanie hao watoto, itania jamii yako, hata mandugu zako waitanie. Unaweza kuwa tu Mungu tu amekuteua ukiwa peke yako katika familia yenu, lakini ujue wewe ndio ulikuwa umeteuliwa ukomboa hao wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kingine kwetu inaitangwa na sitange kitu gedito. Hiyo kitu inaitwa gedito kwetu. Tuseme baba yenu alikula mali ya mwenyewe na amekataa nayo, anaenda kufanya hiyo gedito. Hiyo gedito kinakulanga wazazi, kinaanzianga wazazi, kinafuata watoto, lakini wakati anakifanya anaachanga mtoto mmoja. Na wakati huo mmoja atabaki mwingi, yani pakiwa kuna mmoja ako karibu kukufa, alafu kuna mwingine, huyu sasa ndiye atakumbuka. Yani tuseme wamekufa, wamekuja kumbakia wawili na mmoja ako hali mahututi. Huyu mwenye ako sawa ndiye sasa atafunguka macho aseme, ama tulifanywa ile kitu ndio maana tunakufa. Ndio anabakishanga mmoja wa kukuja kumulipa hizo mali zake, amali zangi. Anamaliza wengine, lakini anahakikisha amebakisha mmoja mwenye atalipa hiyo mali yake. Ndio hata maliza lazima alipwe. Lakini kalibula lipwe ameweka watu wengi kwa mchanga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sauti kuitana kwa Mungu ni vizuri kuliko kuitana kwa marafiki, kwa watu, kwa majirani, eti kujeni niko hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umekosa school fees. Kuna mtu alinipanga mawaidha eti tena ananiambia huko nimeandikwa niende ndo nikiomba school fees. Nilisema hata ili azisome, wacha afike hapo. Hapo amefika, kama ni hivyo wacha afike hapo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini eti kuongea hiyo ni nyingine ambayo inaletanga shida. Unaweza pewa, lakini kuna mmoja anakupea na nia mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Aseme shika, na yeye atasema nimekupea, lakini tutaona. Utaona nini? Akisoma. Bwana Yesu asifiwe. Na sio mambo ziko, ni mambo zinakuanga. Unafaa hata school fees ikikosekana, itana kwa Bwana. Ambia Mungu, mtoto wangu nimempeleka shule na sina hata fedha za kumlipia. Mungu, naomba uonekane. Yesu, naomba ushuke uonekane kwa huyu mtoto wangu. Na uamini mtoto wako atasoma. Bwana Yesu asifiwe. Kusomesha secondary nilikuwa naona ni kitu ngumu. Hata mimi nilikuwa naona sitaweza. Lakini wakati mtoto aliingia shule, hapo ndio nilijua ni kweli mtu anaweza somesha. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza somesha. Usiwahi sema uwezi. Jiaminie. Amini na moyo wako na uamini na Mungu wako kuwa unaweza. Bwana Yesu asifiwe. Twende katika Samuel wa kwanza, fungu la kwanza, mstari wa 13 to 19. Fungu la kwanza, mstari wa 13 to 19. First Samuel 1:13.
Inasema hivi: basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama anena, sauti yake isisikiwe kama hiyo. Huyo Eli alimdhania kuwa amelewa. 14 Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hadi lini? Achilia mbali divai yako. 15 Hana akajibu akasema, hasha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. 16 Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Haleluya. Huyu naye ni mama anaitwa Hana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mama pia na yeye aliishi kwa kicheko. Alikuwa anachekwa na nani? Na mke mwenza ambaye ni Penina. Haleluya. Na kicheko hiki alikuwa anachekelewa kwa ajili hakuwa na mtoto, na alikuwa anaishi katika maombi. Alizidi kuita, alikuwa anaishi kwa hali ya kuitana kwa Mungu ili aweze kumuondolea kicheko, kwa maana kicheko cha Penina kilikuwa kimezidi sana, na kilikuwa kimezidi kuumiza roho yake sana. Yaani huyu mwanamke anaitwa Penina alikuwa anaumiza Hana eti kwa sababu hajawahi pata mtoto. Hata tunaona kuna mahali alimwambia hata kama anapendwa aje, tumbo yake imekauka kama mti, hawezi pata mtoto. Lakini hakujua Hana bado anaitana kwa Bwana. Lakini kuna wakati alikata kauli na akaenda, yani hiyo story ni mrefu. Tunaona hata kuna wakati walikuwa wakienda katika hekalu kutoa sadaka, kitu kama hiyo, na walikuwa wanapewa sadaka kila moja na bwana yao. Bwana Yesu asifiwe. Na huko ndiko Hana alikuwa anaenda kuweza kunena na Mungu wake. Lakini kuna wakati alikata kauli na akasema anaenda peke yake, na hiyo wakati ndio ilikuwa siku yake ya kukumbukwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata tunaona akiwa katika hekalu aliomba, akaomba na mdomo mpaka akachoka. Sasa akaanza kuomba na roho, ikawa tu ni midomo zake zinatingika. Mpaka Eli akamwambia, utaishi kuwa mlevi mpaka lini? Na akamwambia, mimi mjakazi wako siko mlevi, mbali ni moyo wangu na mimina mbele za Bwana. Naye akamwambia, ni kweli huyu ananena na Bwana. Akamwambia, na Mungu akutendee kile ambacho unachotenda mtaka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kicheko ambacho kinaweza kuwa kingi katika maisha yako, lakini ukiita jina la Jehova, hicho kicheko kinaondolewa mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine kama wewe ni umeokoka na Mkristo wa kweli ambao unaamini Bwana kwa kila jambo, wewe baba umeweka tumaini lako kwa Bwana na imani yako, na wakati mwingine watu waokofu wanakuanga na imani nyingine inakaa hata inaweza kufanya uitwe mjinga, kwa sababu ya vile unafanya. Mtu anaweza kuona wewe unafanya mambo mjinga, lakini ni ile imani ambayo umeibeba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati pastor alituambia waliweka sahani kwa meza na maji na hazina chakula, na wanaombea wakule, lakini hakuna kitu. Hiyo ni imani ya kana kwamba tunakosa leo, kesho tutapata. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo kitu kwangu likanikujia. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunalala njaa na watoto wangu. Yaani tunaombea, tukiomba, tukilala tunaanza nilisikia naambia Mungu asante hata kwa chakula ambacho umetupea siku ya leo, hata ukumbuke hata wale hawana. Sasa kijana yangu akaniambia, mama, kwani umengojeka kichwa ikaluka, tunashukuru kwa chakula gani na hatujakula? Nikamwambia hata sijajua nikisema hivyo. Mimi nilikuwa nadhani tumekula. Lakini asubuhi tuliona muujiza wa Bwana. Ndio tunaamka tunasikia mlango inabishwa. Mtoto amepewa majani na sukari na maziwa, tunapika. Chai jaiva mingine anaingia 200, ndio hii tukanunua mandazi tukakunywa. Nikawaambia sasa chakula yenye tulikuwa tunaombea si ndio hii imekuja, hata ndio tunaamka. Bwana Yesu asifiwe. Imani ya mtu usiwahi dharau. Kama unaona ni ujinga, wacha tu akae na ujinga, lakini anajua kile ambacho anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Na usikubali kubadilishiwa. Siku nyingine tukapewa mfano na mchungaji.
ya vile babake alikuwa anabadilishiwa pesa zake. Demon inambadilishia, akipata pesa anapewa makaratasi, pesa zinachukuliwa. Mpaka hiyo kitu mpaka wale uwe na ikalie na ikumbuka na shindo. Yani shetani hivyo ndivyo anafanyanga pesa zetu. Wakati tunazishika tunasema tuko na pesa, kumbe tulimbadilishiwa, tumepewa makaratasi. Na ndio maana za zingine tunazishika, unamaliza tu pesa tu kwa mambo uelewi zimeenda aje. Na ndio maana tunazidi kuisema eti pesa za Kenya zimekuwa maua. Zimekuwa maua kwa sababu ya kubadilishiwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Hazina mipangilio wa matumishi. Haleluya. Hata tunavaa tusiombee wakati tunazishika ili demon isije katubadilishia. Demon isije katubadilishia. Kuna wakati ilifika nikaambia mzee wangu hata upatange 100, 200, hiyo inatosha. Kwa sababu mimi sina faida kwa hiyo familia. Juu najua akipata hiyo 100 ama 200 hakuna mahali ataenda, tutazikula. Lakini mingi hazikuwa na faida. Kwanza zilikuwa zinakosesha amani kwa hiyo nyumba. Mpaka mimi nikaona hata hizi mingi hazina haja. Waje tu tupatange tule tudogo tutenye tunakula leo, kesho tutafute zingine. Bwana Yesu asifiwe. Nikafikiria hata mimi hizo mingi akizipata shetani anafanya tu hivyo vile huyo mzee alikuwa anafanyiwa. Nikajua kumbe hata pesa kuwe tunafanyiangwa na shetani hivyo. Anatubadilishia. Wakati tunashika pesa, magonjwa ndio hiyo, hii ndio hii imekuja. Yani ni kama mshala yako imekuwa imengojewa. Kemea hiyo roho na uambie Mungu, hii mshala yangu nakataa nayo. Uinene useme hii nakataa na hii tena kwa magonjwa. Yote itumike kwa ile mambo ambayo nimeipangia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwezi nilikuwa mgonjwa. Nilikuwa tunakaribia tu kufika mwisho wa mwezi nipate mshahara. Mungu usiku ikagonjeka. Nikawa hata siwezi kutembea. Mwezi ilikuwa inafuata. Tena nikiwa karibu kushika mshahara. Nikaanza kusikia hapa nilisema sinunui hata ndawa hata kidogo sitanunua. Na nikasema nilikuwa nasema na sauti na niko peke yangu. Nikasema hata hakuna ndawa nanunua na sinunui. Haiti sitakuwa hivyo. Eti kila nikishika mshahara kitu ya kwanza ni kwa daktari. Nikakataa hiyo. Nikasema hakuna ndawa nyingine na nini. Vitu zingine tunafaa tuzikatae katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na tushikilie huyu Yesu katika maisha yetu. Yule mama ambaye alibreed miaka mingi, aliamini kushika nguo la Yesu, kushika pindo la Yesu, la nguo ya Yesu litamsaidia, na alisaidika, aliweza kupona kwa sababu hata aliaminia hiyo nguo tu kuishika. Aminia Mungu kwa kila jambo. Aminia tu Yesu, nikihusisha Mungu kwa hili jambo nitafaulu. Huyu mama aliamini kwa hiyo imani yake aliweka kwa hiyo nguo. Na wakati alikuwa ako katika hiyo watu walikuwa wanamtenga ati ndio ananuka, wengine wanamuondoa, lakini akajua maybe huyu mtu sitamfikia face to face, nishika hii nguo. Yani mambo zingine hata ukisema katika Biblia unaweza kushindwa, kwani zina happen aje? Zina happen aje? Yani huyo alishika tu hiyo nguo la Yesu na imagine akapona. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yesu aliposikia nguo lake limeshikwa, akasikia kuna kitu ambayo si cha kawaida. Kumbe ni mama amepokea uponyaji kupitia nguo ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Yesu hakuna jambo ambaye aliwezekani mbele zake, ila tu ni kupaza sauti na kuitana kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuitana tu ndiye itatusaidia. Tujiitanie. Kanisa tujiitanie kwa Mungu. Hata mambo ambayo iko katika hii huduma tuitanie kwa Bwana. Usiachilie mchungaji tuseme kanisa ni yake. Ni yake, wewe uko wapi? Uko hapa. Si unaoganga asubuhi Sunday unakuja hapa. Ni yake na ni yako. Yao ni wazazi wa kutulisha neno. Bwana Yesu asifiwe. Na wakutulea. Kama sio wao, kama mimi singekuwa mahali nilipo. Kwa hivyo usiseme pastor ndiye anastahili kuitana, hata wewe itana hilo jambo ambalo linaona liko kanisani, liitanie kwa Mungu. Tusiseme hiyo sio kazi yako, kazi yako ni kurelax. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati umengojeka, kwa nini unaambia pastor usirelax?
Ukirelax na mambo ya kanisa, hata relax ukigojeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kila kitu ni kujitania kwa Bwana. Kila kitu ni kuitana kwa Bwana. Iwe ni mambo iko hapa kanisani, tuitane sisi wote kanisa. Kwa maana maombi ikishikaniwa, maandiko nasema inakuanga na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiweka njambo mahali hapa na tushikane na tuseme, hata tukienda nyumbani kila mmoja akumbuke hilo jambo, hiyo maombi inakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe, na inatimia kwa jina la Yesu. Hii mjengo ambayo tumeweka mahali hapa, tuamini ya kwamba itasimama. Hata kama tuko watatu, itasimama kwa jina la Yesu na kwa uwezo wa Mungu. Anaweza wezesha hata mmoja na mamilioni aseme nimejenga. Bwana Yesu asifiwe. Sio ni maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hata tunaweza ombea Simon abarikiwe kanisa isimamishe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata sijui niseme aje. Unajua hata Mungu akiumba maskini na matajiri, alikuwa na sababu. Hatungetusha matajiri sisi wote. Lakini ile iko tusikose. Tusikose, tukae tu na hiyo neema ya Bwana, tusikose. Hata kama tutakula chini ya hao matajiri, tukule tu, akituajili kazi tunakula kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana katika ulimwengu tunakaa kama hizi vidole hazitoshanangi, na hata hivyo ndivyo hatuwezi kutoshana. Lazima kila mmoja akue chini ya huyu akue juu ya huyu. Hivyo ndivyo tulivyo katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hata hatungekuwa tumetoshana. Tunaweza tu kuomba tu mahali hapa, mmoja wetu tu ambarikiwe. Nosinjichukie useme kwani mimi ndio nambanga aje. Kwani yeye ndio nambanga Mungu gani? Mungu amemulika huyo. Mimi aliona ukipewa wewe utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Akaona akipewa yule atasimama na hii mjamba mbali kwa hapa. Si mmoja akibarikiwa, si tutashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile tunaombeanga sikimoma ngani. Haleluya. Vile tunaombeanga pesa zimo ngani. Tukiimagine ni mali anaka. Hata hapa tumetoka kuongea tu sasa kuhusu huko anakaa. Haleluya. Tukasema huku kunahitaji tu mtu akuna ngali yake. Hakunanga laja. Huko tu ni mtu na ngali yake. Kwa hivyo pastor barikiwa na ngali. Ngali barikiwa nayo. Usikuwa unachelewa ibada kwa ajili ya ngali za laja, ndio yako. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nitafika hapo kwa ajili ya neno ya siku ya leo, na Mungu awabariki sana.